Kuwa nasi na karibu tuzungumze hapa kuhusiana na mengi ambayo yanafanyika, hasa kubwa ikiwa ni maandalizi ya mkutano mkuu wa 39 wa ALAT ambao unafanyika kule Dodoma tarehe 11 na tarehe 12 ya mwezi huu wa 3. Tutafahamu kuhusiana na hilo, lakini ALAT ikiwa ni Jumuiya ya Tawala za Mitaa Tanzania ambayo ilianzishwa Disemba 13 mwaka 1984 na ni baada ya kurejeshwa kwa mfumo wa serikali za mitaa kwa sheria namba 7 na 8 za mwaka 1982. Nini ambacho ALAT inafanya na majukumu yake hasa ni yapi katika ngazi mbalimbali, ikiwa wilaya na za miji midogo, vijijini Tanzania bara na halmashauri za miji pamoja na majiji katika ngazi za manispaa na halmashauri za miji na halmashauri za wilaya, ikijumuisha pia serikali za vijiji. Yote hayo tutafahamu kutoka kwa wahusika. Tunaungana nao akiwa kule Dodoma. Tunaye Murshid Ngeze ambaye ni mwenyekiti ALAT Taifa. Habari za Dodoma na karibu sana. Asante sana, nimeshakaribia na Dodoma hatujambo. Naam, asante kwa kuungana nasi. Tunaye pia Ana Msola ambaye ni mjumbe kamati tendaji wa ALAT Taifa, naye tutazungumza naye pia kuhusiana na haya. Karibu sana Ana. Asante sana, nashukuru. Shukrani sana. Na pengine tuanze na mwenyekiti kufahamu ALAT pamoja na majukumu ambayo imekuwa ikitekeleza. Asante sana. ALAT kama ulivyosema awali ni Jumuiya ya Tawala za Mitaa Tanzania ambayo ilianzishwa mwaka 1984. Majukumu yake ALAT kwanza ni kupashana habari. Kupashana habari kwenye mamlaka zetu za serikali za mitaa, kupashana habari kwenye masuala mbalimbali yanayohusiana na serikali kuu na serikali za mitaa. Natolea mfano mdogo, ukiangalia miradi ambayo inatekelezwa labda ya serikali kuu, sasa ni jukumu letu sisi viongozi kwenda kuwapasha habari wananchi ni miradi gani inaendelea kwenye nchi yetu kwenye ngazi za kitaifa. Lakini pia ni miradi gani inaendelea kwenye ngazi zetu za serikali za mitaa. Ndio maana ulikuwa ukiona mara kwa mara tunafanya mikutano kwenye maeneo yetu. Unakuta mwenyekiti anafanya mikutano, mwenyekiti wa kijiji, diwani anafanya mkutano, mbunge anafanya mkutano, wenye vitu halmashauri tunafanya mikutano kuwahabarisha wananchi nini kinaendelea kwenye nchi yetu, nini kinatekelezwa kwenye maeneo yetu. Lakini kupashana habari sio kwenye nchi tu, pia na kuweza kupashana habari za kimataifa. Kama unavyojua, hapa tuna malengo ya millennium. Sasa unakwenda kuambia wananchi tunashiriki vipi kama Tanzania kuendana na malengo ya millennium. Kwa mfano sasa hivi wanahimiza kutumia sana mifumo katika utekelezaji wa shughuli zetu za serikali za mitaa. Unaona asilimia kubwa maeneo yetu tunatumia mifumo katika utekelezaji wa shughuli. Umeona ajira sasa hivi, kwa ajira wanapoomba ajira sasa hivi lazima watumie mifumo. Wanapoomba kufanya kazi kwenye serikali za mitaa lazima watumie mifumo. Haya sasa lazima tunapashana habari kuwafikishia wananchi kujua kwamba sasa tunabadilika kwenda na mfumo wa mtazamo wa kidunia. Lakini jukumu letu lingine pia ni kufuatilia. Ni kufuatilia miradi mbalimbali inayotekelezwa, ni kufuatilia maelekezo yanayoelekezwa na viongozi wetu wa serikali kuona kwamba sasa yanafikiwa, yanatekelezwa. Unajua kwanza muunganiko huu wa ALAT yetu unaangalia ni halmashauri zote kwanza nchini ndo wanachama ambao wa jumuiya hii. Lakini wawakilishi wake unakuta ni kuna mwenyekiti wa halmashauri, kuna mstahiki meya, kuna mkurugenzi, kuna mbunge kila mkoa. Sasa hao wote unavyoona hizi majukumu nayo kuambia, unakuta kwamba yanawalenga moja kwa moja kwenda kuyatekeleza pale kwa wananchi. Kwa hiyo haya ni miongoni mwa vitu ambavyo unakuta ALAT tunavitekeleza katika maeneo yetu. Lakini kingine ni uwakilishi. ALAT moja jukumu letu kubwa ni uwakilishi. Uwakilishi hapa uko sehemu mbili. Kuna uwakilishi wa nje ya nchi na kuna uwakilishi kwenye maeneo yetu au kwenye jukumu letu. Kwa mfano sasa hivi tuna mkutano kuanzia tarehe 11 mpaka 12
kama ulivyosema. Na sasa hapa ndo unakuja wawakilishi, unakuta mkurugenzi na mwenyekiti au meya wanatoka kwenye halmashauri kuja kuwakilisha kwenye mkutano mkuu wa taifa, kuja kuweza kujadili masuala mbalimbali ambayo ndani ya serikali za mitaa. Lakini pia kuna uwakilishi wa ALAT kwa mwakilishi kwenye jumuiya za serikali za mitaa za nje. Kwa mfano unakuta ALAT ni jumuiya ya serikali za mitaa Afrika, ALAT ni jumuiya ya serikali za mitaa duniani, ALAT ni jumuiya ya serikali za mitaa ya Afrika Mashariki na SADC. Sasa hizi zote ni uwakilishi kupeleka mawazo ya Tanzania kule kwenye nchi nyingine mbalimbali. Kwa mfano tunapokwenda kule tunasema Tanzania tunafanya nini na sisi kama ALAT. Mfano 10% kubwa kule wanafurahia Tanzania hili swala la 10%. Hizi 10% ambayo 2% kwenye walemavu, 4% kwenye kina mama na vijana 4%. Hili limekuwa likiwapa, yani ikawa ni somo ni somo kubwa kwenye nchi zetu. Tunapokuwa wawakilishi kule unawaambia kwamba Tanzania tunafanya hivi, wanafurahia sana. Na mwenyekiti na mwenzangu hapa na nataka kufahamu pia wananchi wananufaika vipi na uwepo wa ALAT moja kwa moja, hasa katika kusema ikiwa inasimamia baadhi ya miradi ambayo inatekelezwa katika ngazi mbalimbali. Wananchi wananufaika ifuatavyo. Moja ni utekelezaji, jinsi wanavyoshiriki kwenye utekelezaji wa zile huduma, yani ile miradi ya serikali za mitaa. Hilo ni moja ya faida kubwa kwa wananchi. Kwa mfano, unaona sasa hivi mfumo ulibadilika, tunatumia force account. Kwa sasa sisi serikali za mitaa ndo wasimamizi, ndo wafuatiliaji. Kwa unakuta tunawashirikisha wananchi katika kuomba zile tenda, katika kufanya kazi zile. Alafu la pili, serikali za mitaa inahusika kuwashirikisha wananchi kuibua changamoto walizo nazo kwenye maeneo yao husika. Kwa unakuta kwamba sasa wananchi wanatumia ile mfumo wetu wa O&OD, wanakaa kama kijiji, wanaona tuna changamoto hii, wanaileta. Sasa ALAT moja ya kazi yake kwenye kata tuna ALAT ambao wanakaa ile ward C inapokuwa inakaa inajadili, sasa hapa tumekundua kuna tatizo hili kijiji fulani, inapeleka kwenye halmashauri inaangalia ile uwezekano, kama sasa ina fedha mapato ya ndani inatekeleza kutoka mapato ya ndani, halipo enda kwenye bajeti kuu alafu inatekelezwa hilo. Kwa unakuta mwananchi amenufaika moja kwa moja kwa mfumo wa ALAT. Kumbuka mfumo wa ALAT pia ni kutetea, kuangalia kwamba ni jinsi gani hiki swala kitatokea. Kutetea sio harakati, kutetea pia ni kuangalia hili jambo inabidi litekelezwe, kwa hiyo tuliwakilishe wapi ili iweze kutekelezwa na tulitolee majibu. Kwa hiyo ni moja ya faida kubwa wanayonufaika nayo wananchi moja kwa moja. Lakini kingine ni 10% hizo. Moja ni jambo ambalo wananufaika nalo kwa sababu ALAT ni moja ambao tulipendekeza kuwepo na mfumo rasmi wa kuweza kusimamia hii 10% ambayo inatolewa mikopo kwenye vijana na kina mama na watu wenye ulemavu. Ana, katika hilo, kwa upande wa hizi changamoto ambazo wananchi wamekuwa nazo, ni kwa vipi wamekuwa wakiziwasilisha, ama kwenu nyinyi mmekuwa mkizipokea kwa namna gani? Utaratibu ukoje? Umeelekeza kwa taratibu ziko hivi. Inapokaa halmashauri ikatatua changamoto, kuna ALAT mkoa. ALAT mkoa wanakaa na wao kila baada ya miezi 4, miezi 3 kutokana na mkoa wao wameweka ratiba gani. Kwa sababu wanapokuwa wamekaa pale, moja wapo ni kujadili changamoto zinazowakabili kwenye serikali za mitaa kwenye mkoa wao. Wanapoona sasa changamoto zile yapo ambayo wanaweza kuyatekeleza wao wenyewe wakashauriana, lakini yapo sasa wanayaleta kwenye ALAT taifa. Yakifikisha ALAT taifa, tunakaa kama kamati tendaji, tunaangalia hili jambo likoje, tunaomba ofisi ya Rais TAMISEMI, tunakaa na mheshimiwa waziri, tunakaa na katibu mkuu na jibu dima ya TAMISEMI, tunalijadili na kuona tunalitekelezaaje. Mfano mwezi wa pili mwaka jana tulikaa na mheshimiwa waziri kujadili masuala mbalimbali yanayokabili serikali za mitaa. Lakini hizo changamoto zote zilitokea huko chini, sio kwamba zinatokea huko chini, wanazileta kutoka ngazi mbalimbali alafu zinatufikia. Kwa huko chini wanaweza kuitekeleza, wanalimaliza huko. Kama haliwezekani ndio inakuja taifa, tunalifanyia kazi. Sawa. Lakini natamani pia nikuulize mwenyekiti, mmefanya nini kuzuia ama kushughulikia changamoto za upotevu wa fedha na rasilimali katika ngazi ya serikali za mitaa? Kwa sababu tumeona ripoti mbalimbali, ikiwemo ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, ripoti ya kamati ya bunge ya serikali za mitaa LAC, zimekuwa zikionyesha kwamba kuna fedha nyingi sana zinapotea katika ngazi ya halmashauri, katika ngazi ya mamlaka za miji midogo, vijiji na mitaa. Nyie mmefanya nini kuzuia ubadhirifu na upotevu huo wa fedha?
Ndio. Haya, naona kumekuwa na changamoto hapo mawasiliano, lakini tutazungumza naye hapo. Murshid Njeze, huyu ni mwenyekiti wa mwamvuli huo wa serikali za mitaa, ikijumuisha viongozi wote wa serikali za mitaa, vijiji, mamlaka ya miji midogo na mamlaka za miji, halmashauri za wilaya, halmashauri za majiji na kadhalika. Na Murshid Njeze, yeye ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Bukoba. Tunazungumza naye hapo kuelekea mkutano wao ambao wanaofanya huko Dodoma tarehe 11 kesho na 12. Tafahamu kwamba tunakumbuka kwamba miaka ya 80 Hilda, tuliweka utaratibu wa kupeleka mamlaka chini, kugatua mamlaka, kusema decentralization, kwamba sasa mamlaka yapelekwe kwa wananchi katika ngazi za chini zaidi, na ilikuwa ni initiative ya viongozi wakati huo chini ya alikuwa rais wakati huo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kwamba sasa tuanzishe mamlaka katika ngazi mbalimbali za vijiji, katika ngazi za halmashauri za miji, wilaya, majiji, ili basi majukumu yasibaki tu serikali kuu, basi majukumu haya yashushwe chini kwenye mamlaka hizi, na zimekuwa zikifanya kazi kubwa, ikiwemo kukusanya mapato katika ngazi hiyo, lakini pia kushughulikia changamoto za wananchi katika ngazi hiyo. Tumeona pia kuna masuala ya utoaji wa mikopo hivi sasa ya 10% kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu, ambao tumesikia hapo Njeze akisema kwamba ni moja kati ya vitu ambavyo ni mafanikio makubwa ya uwepo wa mamlaka hizi. Unafahamu kwamba zile changamoto ambazo zipo katika level ya chini basi zinashughulikiwa na viongozi katika level hii. Ukiangalia katika nchi nyingine, wao wamegawa mamlaka katika labda majimbo na mamlaka nyingine, lakini sisi tumegawa katika nafasi hizi za serikali za mitaa, na ipo wizara kabisa ambayo iko chini ya ofisi ya rais, kwa maana ya TAMISEMI, ambayo inashughulikia hizi mamlaka, na viongozi hao wanapatikana pia kwa kuchaguliwa, wengi wao ikiwemo wale wenye viti na viongozi wa serikali za mitaa na vijiji, na hata hao viongozi wa halmashauri pia wanapatikana kwa kuchaguliwa, kwa sababu kwa mfano kama mwenyekiti wa halmashauri anachaguliwa miongoni mwa madiwani, na hata ikiwa ni manispaa, meya anachaguliwa miongoni mwa madiwani. Kwa hiyo pia ni zao la wananchi, viongozi hao walio wengi ni zao la wananchi. Na changamoto zipo nyingi, hasa ukiangalia katika maeneo mbalimbali, na nyingi pia hufanana, lakini kwa hatua ya kuweka utatuzi kwa ngazi ya serikali inatoa nafasi ya ufuatiliaji pia wa karibu, sababu ya serikali za mitaa tunafahamu inakuwa na eneo lake pia kijiografia linalosimamia, ambalo ni rahisi kuwafahamu wakazi wa eneo hilo, kufuatilia pia changamoto ambazo zinajiri, lakini hata kufikika inakuwa rahisi kwa wakazi wa eneo husika, na imekuwa ndicho ambacho kinafanyika. Lakini zipo pia changamoto ambazo wananchi wanakuwa navyo, na mipango kama ile ya vikao ambavyo hufanyika kwa muda wa makubaliano ya serikali ya mtaa husika na wananchi wake, hutolewa ili wananchi waeleze kuhusu changamoto ambazo wanapitia na kupata pia namna ya utatuzi. Lakini tutauliza pia kuhusiana na ushiriki wa wananchi umekuwa kwa kiwango gani, hasa kupitia mikutano ambayo inaandaliwa na hizi serikali za mtaa. Kabisa. Haya, utakapokuwa tayari tutazungumza nao hapa zaidi, kuendelea kuona namna ambavyo wanakwenda kuaddress ama kuweka mezani masuala haya ambayo yanagusa serikali za mitaa na changamoto nyingine nyingi ambazo zimekuwepo. Lakini kuna shida pia, kwa mfano kwenye ngazi za vijiji na mitaa, unakuta wananchi wanalalamika kwamba hata ile kusomewa mapato na matumizi hakuna, hata ile kuambiwa nini kinaendelea, kupewa taarifa. Na tumesikia pia hapo alizungumza mwanzoni kwamba kazi yao imekuwa kihimiza kuhusiana na masuala ya kupashana habari. Wananchi pia wanahitaji taarifa. Moja kati ya vitu vya muhimu ambavyo wananchi wanahitaji kutoka kwa viongozi wao ni kupata taarifa ya nini kinaendelea, nini kinafanyika, lakini changamoto zinafuatiliwa kiasi gani. Kuna wakati mwingine unaweza kupita kwenye mtaa, kuna changamoto unakuta ni ndogo tu, kama ni barabara inahitaji tu kushindiliwa,
ama kuwekewa moram kidogo, lakini unakuta hakuna chochote ambacho kinafanyika, lakini wananchi hawajui pia kama jambo hilo labda linafuatiliwa ama kuna kitu kinafanyika. Kwa hiyo wananchi wamekuwa wakikosa hizo taarifa, na miongoni mwa vitu ambavyo pia wakiwa tayari hapo tutawauliza tuone ni jinsi gani wanashughulikia changamoto kama hizo. Changamoto nyingine ukiangalia katika mitaa mbalimbali ni kama vile masuala pia ya ukusanyaji wa taka, mazingira, swala mazingira, lakini hata hizi huduma ambazo zinatolewa katika ngazi mbalimbali nazo zinakuwa ni changamoto. Sasa unajua kuna maeneo ambayo ushiriki wa wananchi umekuwa kwa kiasi kikubwa, na kuna maeneo ambayo bado hata mkutano unapoitwa hauoni ule ushiriki ukiwa kwa kiasi kikubwa, ambapo ni moja kati ya maeneo ya majukwaa ambayo pia yanasaidia kutatua hizo changamoto. Na ikiwa ALAT ni moja kati ya jukumu lake ni hilo la utetezi, ushawishi, utoaji wa huduma, uwakilishi, usambazaji pia wa habari katika nafasi hizo. Sawa kabisa. Na tumeona hapo namna ambavyo viongozi hawa wamejipanga kuenda kujadili hizo changamoto, na kesho tutakuwa tunafuatilia zaidi kuona nini ambacho watakwenda kujadili kule Dodoma. Na utakuwa ni mkutano wa 39 wa ALAT, ambayo ALAT ni jumuiya hii ya tawala za mitaa Tanzania, imekuwa ikifanya mikutano yake mara kwa mara, na mkutano huo umeandaliwa kule Dodoma, ambao utawakutanisha pia wakurugenzi wa halmashauri, wapo mamea, wabunge, wawakilishi wa kila mkoa, wenye viti wa halmashauri, madiwani, wawakilishi wa wanawake wa kila mkoa, na ni miongoni tu mwa wale ambao watakuwa wahudhuriaji katika mkutano huo wa 11 na 12 ambao utafanyika kule Dodoma, na yatajadiliwa mambo mbalimbali ikiwemo pia changamoto ambazo zipo katika maeneo hasa kwa ngazi kama vile za serikali za mitaa na ngazi ya halmashauri. Ni miongoni mwa yale ambayo yanatarajiwa kujadiliwa katika ukumbi wa Jakaya Mrisho Conversion Center. Awali tulikuwa tukizungumza hapa na mwenyekiti wa ALAT Taifa ambaye ni Moshid Ngeze na Ana Msola ambaye ni mjumbe wa kamati tendaji ALAT Taifa, wakiwa kule Dodoma. Na tupata kidogo changamoto ya mawasiliano, lakini pale ambapo mambo yatakuwa sawa tutapata nafasi ya kuungana nao tena, lakini kwa kifupi tu hilo ndilo ambalo Good Luck tumekuwa tukigusia. Naam, kwa sasa. Na awali tulizungumza na ALAT kutoka kule Dodoma kuhusiana na mkutano ambao wanataraji kufanya kesho na kesho kutwa itakapokuwa tarehe 11 pamoja na 12, na kutokana na changamoto za kimtandao mwenzetu George Mbara amezungumza nao kutokana ama kuhusiana na hili. George Mbara, karibu sana. Kesho kwenye mkutano wetu mkuu wa ALAT wa 39 ambao kauli yake mbiu ni shiriki uchaguzi wa 2025 kwa maendeleo endelevu, tutakuwa na utaratibu wa kawaida kabisa wa mikutano wa ajenda zile tangulizi. Lakini baada ya hapo tutakuwa na taarifa ya utekelezaji ya mwaka wa fedha unaoisha, ambazo wajumbe watapata nini ALAT imefanya, lakini pia tutapitisha bajeti ya mwaka wa fedha unaofuata. Pamoja na hayo, mgeni wetu rasmi ambaye tumemwalika ni Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye pamoja na kuja kwenye mkutano wetu tunaamini tutapokea maagizo na maelekezo ambayo kwa namna yoyote tutakwenda kuyafanyia kazi kwenye mamlaka zetu zote za serikali za mitaa Tanzania. Wajumbe wa mkutano huu ni mamea na wenye viti wa halmashauri zote nchini, lakini wakurugenzi watendaji wote pamoja na waheshimiwa wabunge wanaowakilisha mikoa yote 26, lakini tuna baadhi ya wajumbe ambao wanatoka ofisi ya Rais, Wizara ya TAMISEMI.
wananchi wanakwenda kunufaika kupata taarifa za mambo ambayo wao wenyewe wamekuwa wakishiriki, lakini mambo ambayo serikali za mitaa kwa maana ya halmashauri zimekuwa zikitoa huduma kwao, lakini namna gani serikali pia imeweza kushiriki kwa kutoa ruzuku na fedha nyingi ambazo wao wameshiriki kutekeleza miradi hiyo. Ingine jambo kubwa ambalo Mheshimiwa Rais tutaweza kumuonyesha kwenye mkutano huu, tumechukua halmashauri zile ambazo zimefanya mambo makubwa kutoka fedha za mapato ya ndani, ili tuweze kumuonyesha Mheshimiwa Rais kwamba halmashauri huko tunafanya mambo gani ya kuingiza mapato ndani ya halmashauri. Na hii ni utekelezaji wa agizo lake ambalo alitupa wakati anafungua mkutano mwaka 2021, lakini la pili ni Mheshimiwa Waziri alivyotuelekeza mwaka jana. Mfano, manispaa ya Kinondoni ilijenga uwanja wa mpira kutoka mapato ya ndani. Sasa kesho tutamuonyesha Mheshimiwa Rais, watakuja timu hiyo ya kutoka manispaa ya Kinondoni kumuonyesha jinsi ilivyobuni wazo, jinsi ilivyofanya na ingizaje fedha kwenye halmashauri hiyo. Lakini pia hiyo itakuwa ni kichocheo kumchochea halmashauri zingine ziweze kubuni vitu vikubwa kama hivyo. Lakini lingine tumeona kwamba kuna vikundi ambavyo vimeanzisha viwanda vidogo vidogo kule. Kwa hiyo katika halmashauri zetu tumechukua kimoja ili kumuonyesha Mheshimiwa Rais zile fedha zinazotolewa kwenye halmashauri kwenye kundi hili, zipo vitu vinafanyika, miongoni ni hiki ni jambo hili hapa. Lakini lingine ambalo kwenye mkutano huu tunamuonyesha Mheshimiwa Rais alituagiza kutengeneza mahusiano ya ALAT ya ndani na nje ya nchi. Kwa ndo maana tumewaalika viongozi wengine kutoka jumuiya ya serikali za mitaa nchi nyingine, ili sasa kumuonyesha Mheshimiwa Rais kwamba agizo ulizotuelekeza limetekelezwa na sasa hivi anaona tunavyoendelea. Kwa hiyo hiyo ni moja na ZALGA tuko nayo. Kwa hiyo Zanzibar alituelekeza tutengeneze mahusiano ya Zanzibar na ALAT. Na kweli tulikwenda tukaanzisha ZALGA, tukawapa hamasa na wakaanzisha na chombo cha, na tumewaalika sasa watakuwepo kuonyesha kwamba sasa ZALGA tayari imeshasimama na wao wana chombo chao kule ambacho kinajadili masuala mbalimbali ya serikali za mitaa. Lakini ni kwa nini sasa tumuonyeshe hivi Mheshimiwa Rais? Ili aone sasa wananchi kule zile changamoto ambazo zinakuwa zinawakabili tunazijadili na tunakuja kuzitekeleza na kuzileta kwenye mifumo ambayo ni sahihi. Natolea mfano mdogo, kuna kata moja ya Rukoma ambayo natokea, walikuwa na changamoto kubwa ya sekondari. Watoto wanatembea kilomita kama 32 kwenda na kurudi kwa siku. Walikaa wananchi, wakalibaini ile tatizo, wakaangalia, wakaliweka kwenye ODC, wakaweka halmashauri, tukaita serikali kuu. Sasa hivi tayari wameshajengewa sekondari na tayari imeshatatuliwa hiyo changamoto. Kwa hiyo haya ni miongoni mwa mambo ambayo tunakwenda kuonyesha kwenye mkutano mkuu ili wananchi waone kule na tuweze kuwapelekeza taarifa na watapata maelekezo ya moja kwa moja kutoka kwa Mheshimiwa Rais kwenda kwa wananchi. Katika mkutano huu, ndugu mwandishi wa habari, tumewaalika wenye viti wa vijiji wa mikoa wa wilaya jirani hapa. Nia ni nini? Nia ni kuonyesha kwamba chombo hiki kinakwenda mpaka vijijini, kwenda kwenye mitaa, ili na wao wajisikie kwamba wana chombo ambacho ni sauti yao, wana chombo ambacho kinawaunganisha wao na serikali kuu. Kwa hiyo tumewaalika, watakuwepo kwenye mkutano wetu. Naam, ni mwenyekiti kutoka ALAT na akizungumza pamoja na mjumbe kutoka ALAT kuhusiana na mkutano ambao wanataraji kufanya tarehe 11 pamoja na 12 mwezi huu wa 3.